15. Inasema basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, hapo mtakapoliona lile chukizo la uharibifu, lililonenwa na nabii Danieli, limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilia mlimani, naye aliye juu ya dari asishuke, kuchukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma, kuchukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao. Siku hizo ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijawahi namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Haleluya, amina. Ni nani angegundua kwamba Yesu ana hasira na watu waliomkataa? Ni nani? Lakini mimi nimekupa siri, Yesu ana hasira na waliomkataa. Hali yao inazidi kubadilika sasa. Yaani mwaka wao na tarehe yao na dakika yao na saa yao, na kwambia ipo inakimbia. Amina. Hiyo siku ya hatari na kwambia ipo inakimbia. Siku hiyo utaiona kwa macho yako. Wote waliomkataa, wote waliomdharau katika mahubiri yake, hali inakuja iliyo hatari. Yesu hakuja hapa duniani kwa ajili ya mtu mmoja. Yesu alikuja kwa ulimwengu, watu wote wapate kuokolewa. Lakini watu wakakataa wawe na dhambi, wala hakuna Mungu aliyewaumba. Hata siku ya Mungu anafanya kazi. Hivyo vipuri vililetwa na mfalme wa kwanza Farao.